baba paroko, kamati tendaji, makatekista, mafrateli ambao tupo pamoja hapa, tumewa wazazi wote wa watoto waliopata kipaimara na ninyi wana kipaimara wenyewe, watoto wetu wapendwa ambao wameimba vizuri sana katika uinjilishaji wa kina huu. Hongereni. Pendwa waamini wote na wana vyombo vya habari, Kristo tumaini letu, Kristo. Siku zote tunaanza kumshukuru Mungu kwa sababu yote tunayokuwa nayo ni kwa sababu yeye ameamua yawe hivyo ilivyo. Kwa hiyo Mungu apewe sifa, utukufu na nguvu zote. Tunamshukuru kwa zawadi hizo anazotujalia sisi. Nipende kwa namna ya pekee kushukuru uongozi wa parokia pamoja na baba paroko kwa nafasi yake nzuri ya kutualika na kufika huku. Tumekuwa na utaratibu huo au utamaduni huo wa kila mwaka kama hatuna majukumu ya pekee kufika. Lakini mimi kwangu kwa namna ya pekee kufika kwa mara ya kwanza katika parokia hii na kushiriki mafumbo makubwa haya, ninawashukuru sana kwa sala zenu, sadaka zenu na michango yenu. Sio tu katika siku hii, lakini hata tangu pale mlipopata habari ya kuwa nilikuwa nimeteuliwa na Baba Mtakatifu kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dodoma, mmekuwa mkiniombea. Lakini pia siku hiyo niliwaona wajumbe kutoka kwenu waliowakilisha sura nzima ya wanaparokia ya Yuda Tadei Stakishari. Kwa asanteni sana kwa matukio hayo, na nashukuru sana kwa michango yenu yote ya nyakati hizo mpaka na sasa ambayo mmetushangia ili tuendeleze kazi ya uinjilishaji na utume katika kanisa la Bwana. Na washukuruni sana. Wakati tunapata uhuru, baba yetu wa taifa alituanzishia kauli mbiu nyingi. Lakini mojawapo ilikuwa umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Nashuhudia hilo kwa macho yangu ya nyama, lakini na ya kiroho pia katika imani yangu, nikiona wazi kuwa parokia ya Yuda Tadei mnaishi kwa umoja, na katika umoja mnasafiri pamoja. Hii inajifungua na kujidhihirisha katika mafanikio makubwa ambayo mmeyapata ndani ya miaka 5 tangu mmekuwa parokia. Mmefanya mambo mengi na mazuri ya kiimani mkiwa wamoja na kwa kushirikiana. Ningesali na kuomba wakati wote muendelee kuwa na umoja huo na mshikamano. Tambua wazi kuwa bado mnazo changamoto nyingi ambazo zinawahitaji nguvu zenu, akili zenu na ushirikiano wenu wa pamoja ili kuzikabili changamoto hizi, na mahala hapa pawe mahala pazuri zaidi pa kumwabudu Mungu katika haki na kweli. Kwa sababu hiyo tuwaidieni sala zetu ambazo zitaenda sambamba na za kwenu katika kufanikisha matukio hayo muhimu na adimu ya kuhakikisha kuwa yote mliopanga na kunuia kwa umoja wenu mnayatekeleza kwa ushirikiano wenu, na yanakuwa faida kwenu ninyi nyote na vizazi vyenu. Na kwa sababu hiyo, katika risala ambayo tumesikia kutoka kwa mwenyekiti wa halmashauri, tumesikia juu ya habari ya kazi kubwa ambayo inaendelea ya upanuzi wa kanisa letu. Ni kweli kuwa kila siku inapoongezeka tunazidi kupata waamini wapya au wanaohamia au wanaobatizwa. Hawa wote wanahitaji nafasi katika kanisa letu. Hatuwezi kubaki tu na kanisa lile lile lilokuwa la kigango, tukabaki hapo hapo na tukasimama hapo. Tunahitaji kutanua zaidi ili tuweze kuwapokea watu wengi zaidi watakaokaa kwa utulivu
na kumwabudu Mungu, kumlilia katika shida zao au kumpelekea shukrani katika mafanikio yao. Haya ni muhimu sana na ni ya lazima katika maisha yetu. Kwa sababu hiyo basi najua mnaendelea kufanya, lakini injili ya leo tutie nguvu. Tumesikia juu ya habari ya imani, ikiwa ndogo hata kama chembe ya haradali inaweza kufanya mambo makubwa. Mimi nina imani kuwa katika suala la ujenzi wa kanisa hili hatuangalii nani ana kingi nani ana kidogo. Tunataka tuanzishe hiyo kampeni inayoitwa ya nguvu ya mbegu ya haradali, iende ikajenge kanisa. Nguvu ya mbegu ya haradali hiyo ndogo, kila mmoja akijitoa kwa moyo, kwa imani katika kidogo alichokuwa nacho, hakika hili kanisa litasimama haraka. Hapo ni lazima tukubali kuacha ubinafsi, lakini kuangalia zaidi mambo mazito yaliyopo mbele ya kiimani. Na hiyo imani japo ndogo, kwa kweli najua inaenda kujenga kanisa letu. Kwa nialike katika familia zenu, katika jumuiya zenu, na kwa watu wenye mapenzi mema mnaokutana nao, wapatieni hiyo habari njema ya mbegu ya haradali, muwaombe chochote kinachowezekana tukamilishe ujenzi wa kanisa letu, ili tuweze kwa kweli kutulia na kufanya mambo yetu kwa imani na utulivu. Nikiwashukuru kwa namna ya pekee kamati tendaji kwa mengi wanayoyafanya, ambayo wanaanzisha mipango, wanawashirikisheni, lakini na ninyi mnakubali, mnasafiri nao kwa pamoja. Basi tuendelee kuwasikiliza, tuendelee kushauriana nao, tuendelee kusafiri nao pamoja, ili haya yote yaweze kufanikiwa. Dodoma wanawasalimu, wanawaombea na wanatakia heri na baraka. Wamenituma mimi tu nije niwe mwakilishi kwa wao wote kwa kipindi hiki, lakini pia wanawakaribisheni sana Dodoma. Karibuni kuja kuiona Dodoma, karibuni kuja kusalimia, karibuni kuja kupumzika. Tunawashukuru kwa yote, tukiendelea tena kutoa pongezi kubwa kwa ninyi mliopokea kipaimara. Ishini kipaimara yenu kwa imani kubwa na ushuhuda wa maisha yenu. Nashukuru na nimefurahi sana kuona kuwa kwaya ya watoto inaweza ikaimba vizuri namna hii mpaka Kiingereza. Hongereni sana. Mimi nilikuwa nasikia tu nyimbo inakabandika bado, nikasema watoto mmemeza kanda mdomoni nini. Naimba vizuri, hongereni sana. Ombi langu kwenu wazazi, waruhusuni watoto wenu waje waungane na hawa watoto wenzao. Angalia wanapomfurahia Mwenyezi Mungu kwa kujiachia na amani hivyo. Yaani mtoto anayefurahi namna hiyo anakuwa hivyo hivyo kiroho na kimwili. Anachangamka, anajipambanua mpaka na kwenye masomo. Lakini sasa tukimfungia tu, yani kutoka insani umemfungia kwenye geti, hatoki, akitoka hapo tuisheni na nini, anakosa fursa hizi ya dimu hizi. Kwa hiyo mimi naomba wazazi waruhusuni, na ninyi muongeze juhudi. Muendelee vizuri zaidi na zaidi, sawa eh? Tutawatandika ofa siku moja kuja Dodoma kuinjilisha. Kuja kule mnajipanga vizuri, mnakuja mnaimba, mtembelea kama parokia 2-3 hivi. Mnawafanya vitu adimu kama hivi. Kwa kweli hongereni sana walimu, na washukuru sana magatekisa, na shukuru na wote wanaoshughulika katika kuwaandaa watoto. Jukumu letu wazazi jamani, tulio wengi kulea sasa hivi tumechoka. Tunadekeza. Tulio wengi sasa hivi tunadekeza badala ya kulea. Sasa turuhusu wale ambao wana uwezo wa kutusaidia kwenye malezi tuwape, na moja wapo ni hivi. Mtoto wako kimleta awe anashiriki na hawa, sio kwamba unapoteza. Anaweka akiba, na ni imani kubwa kweli wanayokuwa nayo hao. Hao watoto jinsi walivyocheza namna hii haiwezi kuwatoka katika maisha yao. Hata wao wazee watasimulia sasa hivi, kwa sisi tulikuwa tunacheza bwana na kuimba mpaka Kiingereza. Uongo? Kwa waomba sana wazazi, malezi ya familia ni ya muhimu sana. Yaani tuyatupie jicho la namna ya pekee. Na halei mtu mmoja. Jamii ndiyo inayolea.
Na kama jamii inalea, sehemu mojawapo muhimu kabisa ni kuwaleta watoto kanisani kama hawa. Mimi kweli nimeshangaa kuona wanafanya vitu vizuri namna hii. Lakini basi waendelee. Tuwatie moyo, tuwafariji, tuwasaidie. Pale wanapohitaji misaada yetu, tusiwanyime. Kwa sababu leo, na imani sio leo tu. Mimi nimeona leo kwa sababu nimefika leo. Wanatupatia vitu adimu sana katika maisha yetu. Au labda kwa sababu ninyi waga msali misa yao. Ila najua kama huwa hamsali, leo mmesali pamoja na mimi na kusikia wanavyofanya. Uongo? Basi tuwasaidie na tuwahimize watoto wetu kuja kushirikiana na hawa. Nikitambua kuwa muda si rafiki na mambo mengi hapo mbele yetu, na mnawahitaji hawa kwa ajili ya vitu adimu huko nyumbani. Uongo? Sasa sio mnavileta tu tunakula pamoja hapa jamani. Sema mnavileta vyote tushirikiane hapa kwa pamoja. Mkileta hapa kwa pamoja tutashirikiana wote. Sasa kila mmoja akienda kwa nyumba yake, mimi siwezi kwenda kila mmoja kwenye nyumba yake. Si ndio Mpo wengi sana 36 mimi siwezi. Wakati mwingine mkileta hapa tunakaa pamoja tunakula afu mnaenda. Kule nyumbani mnafanya sherehe ya jioni. Ya mchana inakaa hapa kufurahia utakatifu tulioupokea, neema na baraka zinakaa hapa, tunashirikishana. Hata kama ni kidogo. Yoga nasema hivi kuwa nguvu ya kukomunika, Ekaristi Takatifu mnajua nguvu yake. Hata kama kidogo tunavunjiana, tunamegeana tap, upendo ule ni wa msingi sana. Nawatakia heri na baraka, nikizidi kuwatakia mafanikio mema na jitihada za kutosha katika utume wenu. Tumsifu Yesu Kristo.